Ndugu yake Tundu Lissu ataja mpango wa Lissu wa kuingia kwenye maridhiano na Samia Suluhu ndiposa atoke jela. Ujambo na karibu. Habari iliyosambaa kwa kasi mitandaoni ikidai kuwa kiongozi upinzani na makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu huenda akaachiwa huru kupitia maridhiano ya kisiasa ilitoa kama mvua ya ghafla katika ardhi iliyokauka na kiu ya haki. Ndani ya masaa machache simulizi hiyo ilianza kutumika kama faraja ya mada kwa waliokata tamaa na pia kama zana ya kisiasa ya kufifisha shinikizo dhidi ya dola. Hata hivyo, kabla upepo wa matumaini hayo haujapata mizizi, familia ya Lissu ilijitokeza na kuvunja simulizi hilo kwa kauli nzito iliyofichua ukweli unaoumiza zaidi kuliko uongo uliotuliza. Kanusho hilo lilitolewa na kaka yake Lissu ambaye alizungumza kwa msimamo usio na mashaka, akisisitiza kuwa hakuna maridhiano yoyote yaliyofikiwa kati ya ndugu yake na serikali. Kauli hiyo haikulenga tu kuzima tetesi, bali ililenga kulinda misingi ambayo Lissu amesimama nayo kwa miaka mingi: haki, utawala wa sheria na uhuru wa kisiasa. Kwa familia, wazo la uhuru na upatikana kwa makubaliano ya nyuma ya pazia ni sawa na kusaliti sababu ya mateso yote aliyoyapitia Lissu na harakati pana za kudai mabadiliko ya kweli nchini. Uzito wa sakata hili haupo kwenye tetesi zenyewe, bali kwenye mazingira yanayoziruhusu kustawi. Na Tanzania ya miaka ya karibuni imejengeka juu ya hali ya sintofahamu ambapo taarifa rasmi ni haba. Maamuzi ya dola hayana uwazi na nafasi ya uvumi inakuwa kubwa kuliko nafasi ya ukweli. Ndani ya ombwe hilo, jina la Lissu limeendelea kuwa alama ya mapambano dhidi ya mfumo unaotuhumiwa kukandamiza sauti mbadala. Kila taarifa inayomhusu, iwe ya kweli au kubuniwa, ubeba uzito wa kisiasa unaozidi mtu mmoja. Na historia ya Lissu ndani ya siasa za Tanzania ni historia ya mgongano wa wazi na mamlaka. Na tangu alipojitokeza kama mkosoaji mkali wa ufisadi, matumizi mabaya ya madaraka na dosari za kikatiba, amekuwa akikabiliwa na mashinikizo ya kisheria na kisiasa. Kumbukumbu ya jaribio la kumuua kwa risasi bado iko hai katika fahamu za umma, ikionyesha kiwango cha hatari kinachoweza kuambatana na ukosoaji mkali wa uongozi. Kurejea kwake kwenye uwanja wa siasa baada ya matibabu nje ya nchi kuliongeza hofu ndani ya mfumo wa dola, na tangu hapo kila hatua yake imekuwa ikifuatiliwa kwa macho makali. Katika muktadha huo, tetesi za maridhiano zinaonekana kama mkakati wa kisiasa wa kudhibiti presha na kwa kueneza wazo kwamba uhuru wa Lissu uko karibu kupitia maelewano. Shinikizo la ndani na nje ya nchi kuhusu kesi yake na hali ya haki nchini hupungua kwa muda. Ni mbinu inayoshuhudiwa katika mifumo mingine ya kisiasa yenye mwelekeo wa kiimla, ambapo matumaini ya bandia hutumika kama kifaa cha kununua muda wa kuvunja mshikamano wa madai ama wanaodai mabadiliko. Kauli ya kaka yake Lissu ilikwenda mbali zaidi ya kanusho la kawaida. Ilisitiza kuwa familia imekuwa ikifuatilia mwenendo wa kesi kwa karibu na inaamini kuwa njia pekee ya haki ni kuheshimiwa kwa taratibu za kisheria. Ujumbe huu unagusa kiini cha tatizo la utawala wa sheria nchini, ambapo kesi ya kisiasa mara nyingi hutazamwa kama zana za nidhamu badala ya michakato huru ya kisheria. Wito wa kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika au kutoka kwa Lissu mwenyewe unaonyesha kiu ya uwazi ambayo imekosekana kwa muda mrefu. Mjadala mpana ulioibuliwa na kauli hii unaonyesha jamii iliyochoka na siasa za mafumbo. Wananchi wengi wanataka majibu ya moja kwa moja kuhusu hatima ya kesi, sababu za kuendelea kwa kizuizi na mwelekeo wa haki nchini. Hali inaungana na historia ya Tanzania ya baada ya kurejea kwa mfumo wa vyama vingi, ambapo matumaini ya demokrasia yalikutana na vikwazo vya dola yenye hofu ya kupoteza udhibiti sheria, kandamizi, kukamatwa kwa wanasiasa na wanaharakati na kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa vimekuwa sehemu ya simulizi hiyo. Na katika ngazi ya kikanda ya kimataifa, kesi ya wanasiasa wa upinzani zimekuwa kipimo cha afya ya demokrasia.
Mashirika ya haki za binadamu na wadau wa maendeleo wamekuwa wakitazama kwa karibu mwenendo wa haki nchini Tanzania, wakitoa tahadhari pale dalili ya ukiukwaji zinapoonekana. Ingawa taarifa rasmi za maridhiano zinaweza kupunguza kelele hizo kwa muda, ukweli unapojitokeza, athari zake huwa kubwa zaidi kwa taswira ya nchi. Tetesi za maridhiano pia zina athari za moja kwa moja kwa harakati za upinzani. Zinadaiwa kuwa viongozi wako tayari kufanya makubaliano ya siri, imani ya wafuasi hupungua na mshikamano huvunjika. Ndio maana familia ya Lissu iliona umuhimu wa kukata mzizi wa uvumi huo mapema ili kulinda uadilifu wa msimamo wake wa kisiasa. Ni hatua inayokumbusha kwamba katika mazingira ukandamizaji, hata uongo unaonekana kuwa mzuri unaweza kuwa sumu kwa harakati za haki. Kwa upande wa serikali, ukimya au kutojibu kwa uwazi madai kama haya kunachangia kuongezeka kwa sintofahamu, na kila siku inayopita bila taarifa ya wazi inazalisha nafasi mpya ya uvumi. Na katika mfumo unaodai kuheshimu utawala wa sheria, kesi ya mtu yeyote, hasa kiongozi wa kisiasa, inapaswa kuwa wazi, ya haki na isiyotumika kama ujumbe wa hofu kwa wengine. Sakata la Tundu Lissu linaakisi changamoto pana ya uongozi wa uwajibikaji nchini. Ni kioo kinachoonyesha namna nguvu ya dola inavyoweza kutumika kudhibiti simulizi, kuchelewesha haki ya kupima uvumilivu wa jamii. Pia ni ukumbusho kwamba familia, wanaharakati na wananchi wa kawaida wana nafasi ya kusimama na kupinga upotoshaji kwa kusema ukweli, hata kama ukweli huu hauna faraja ya haraka. Mustakabali wa Tanzania unafungamana na jinsi kesi kama hizi zinavyoshughulikiwa. Taifa linaloruhusu uvumi kuchukua nafasi ya haki linaweka msingi wa hofu na kutoaminiana. Ukimya mbele ya ukiukwaji unakuwa ridhaa ya kimya, na hofu ya kusema hujenga utamaduni wa kunyenyekea badala ya uwajibikaji. Kesi ya Lissu si tukio lililotengwa, ni alama ya mapambano kati ya dola inayotaka udhibiti wa jamii inayodai haki. Tanzania inapochagua kati ya uwazi na giza, matokeo yake yataamua kama vizazi vijavyo vitaishi katika taifa la sheria au katika taifa la tetesi na maridhiano ya kivuli. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zingine, na zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu.